Amani ya Mungu idumu kwetu. Asante ndugu uliyependa kujua. Baada ya kujua ya kuwa kuna miti ilitolewa sayari moja kuja sayari nyingine kwa viumbe wa sayari moja kupeleka mimea sayari nyingine na kuiotesha sehemu husika, ni madhara gani yapo katika kula miti hiyo? Ima kuna faida gani katika kutumia miti ya namna hiyo? Yote haya ni ya kuendelea kujua vizuri ima vyema ili kupata faida yake. Tumetoa historia ya mti wa mtende kwa kujuza waja kwamba mti wa mtende si mti wenye mithili ya duniani. Ni mti ulioletwa na viumbe aina ya majini. Kwa wakati huo viumbe vinatembea sayari na sayari. Na iko baadhi ya miti ilitolewa hapa na yenyewe ikapelekwa huko ujinini, kwa sababu ni miti ambayo ilifanana na moja ya mimea ya huko. Na moja ya miti hiyo mti mwingine ni mti wa mbwilo ambao ulikuja kuitwa mzaituni. Mmea huo wa mbwilo au mwanole mmea huo ulitolewa hapa duniani na kupelekwa huko kwenye sayari ya majini kwa kwenda kuoanisha mimea na hatua zake. Mbwilo ambao ni mwanole tunda hilo lilikuja kuitwa mzaituni, lakini zaituni halisia yake sio mti wa duniani. Haya ni majina yaliyegongana
kwa miti kufanana. Katika kuyajua mambo haya, mnapasa mjue kwamba sayari na sayari huwa kuna viumbe viko kwenye sayari fulani vinakuwa vinafanana na hivi viumbe viko kwenye sayari nyingine. Cha kwanza hichi kitu mkijue. Na pia iko mimea fulani iko kwenye sayari fulani, lakini unaiona inafanana na mimea ya sayari nyingine. Ni kama hivyo unavyoona viumbe labda aliens wanafanana na watu, kuwa na miguu miwili na mambo fulani, lakini wanakuwa so watu. Hayo yote utokee kujijua kama mtu. Kwa hiyo viumbe wanaofanana na watu kwenye hizi sayari ni viumbe wengi kupitiliza, na sio hawa mlokariri. So hawa tu mlokariri, labda malaika wanafanana na watu, majini wanafanana na watu, aliens wanafanana na watu. Sayari hizi maelfu, kila sayari ukienda kuna viumbe wanafanana na watu. Utaona tofauti yao tu, labda hawa wana ngozi ya blue, hawa wako hivi, hawa mbona weupe kama chokaa, hawa mbona ngozi yao inatoa vumbi, mbona hawa wana magamba kama samaki. Lakini ukiwatazama ni vidole vitano, macho mawili, wanafanana na watu hivi hivi. Kasoro yao inakuwa ni material machache yaliyofanywa kwao katika kuumbwa kutoka kwenye sayari yao. Tofauti inabaki kuwa hivyo tu. Na hata mimea na hata baadhi ya wanyama. Kuna wanyama unawaona hapa kama farasi, unaenda sayari nyingine unaenda kukuta farasi za kule, lakini zile sio farasi. Farasi ni za duniani. Lakini ukienda sayari ya majini kule, na kwenyewe unakuta viumbe vinafanana na farasi, na vingine unaviona ni kama mnyama farasi ila vina mabawa, lakini sura ukiiweka hapo unaiona ni farasi. Yote ni nini? Yote hii ni kukaa sasa kuelewa. Msikai kuona vitu vingine vimechorwa kwenye mashine, vimechorwa kwenye kompyuta. Eleweni vitu vingi vinavyochorwa, mambo mengi haya yapo, isikokuwa ni nyinyi tu ndo mnakuwa hamjakutana nayo. Lakini kwa uhalisia mambo hayo yanakuwepo. Kwa hiyo mwanol ni tunda ambalo lilikuwa liko hapa duniani, ambalo lilifanana na mzaituni kutoka kwa majini. Kwa hiyo zaituni, mti wa mzaituni wenyewe ni mti kutoka ujinini ambao ulifanana na baadhi ya matunda ya hapa.
Na ndio maana katika kula utaona hiyo miti kuna baadhi ya mambo imetofautiana. Utaona baadhi imetofautiana kidogo tu. Kwa hiyo tunakuja kwenye maelezo ya ndugu alichotaka kukijua, kwamba ni fasaha kula mimea hiyo. Jibu linakwambia ni fasaha kula, isipokuwa kwa kupata uchanganuzi huu. Chakula chochote ukikila kisipokupa madhara ya mwili wako, chakula cha aina yoyote kisipokuletea madhara ya mwili wako, basi kinapasa tu kizingatie miko ya kiutu. Miko ya kiutu, kuna mambo tuliambiwa tusile, hata kama yapo. Kuna mambo tuliambiwa tusile, hata kama ni vyakula vya viumbe wengine. Mfano, nyama ya mtu tuliambiwa tusile, hata kama mtu ukifa hapo unaona samaki zinakula. Mtu ukifa hapo unaona mbwa zinanofoa minofu ile zinakula. Ima hata kabla ujafa ukitupwa Serengeti mle unaona chui zinakuvamia zinakula. Wewe pia ni chakula cha viumbe wengine. Lakini hapa duniani tulikatazwa kwa miko vitu fulani tusile, kwa sababu ya kuondoka kwenye ukengeushi wa kuishi. Tukaambiwa mtu tusile nyama yake, na miko baadhi tukakatazwa. Ukikuta kuku hapo na watoto wake wadogo usimle, ni miko hiyo. Mbuzi ananyonyesha pale, usile mbuzi huyo. Mpaka wale watoto wakue, wapevuke, ndio unaruhusiwa kula mnyama hayawani wa namna hiyo. Na miko mbalimbali ambayo mingine ni vyakula havikubaliani na mwili wako. Tuseme ukila samaki unaona mwili mzima unavimba. Hiyo inakuwa ni miko midogo midogo. Mwili wa mtu fulani hauhitaji kitu fulani. Kwa hiyo ukipitia mazingatio ya hii miko, ndo unapata uhalali wa nini kinapasa kuliwa na nini hakistahili kuliwa. Kwa hiyo mmea kutoka sayari moja kuja sayari nyingine sio tatizo wewe kula. Wewe unakula tu endapo haukuletei madhara yoyote ya mwili, isipokuwa unaambiwa usiule kwa njia ya itikadi. Na ndio maana kwa mcha Mungu, mtu unayejua Mungu, kabla ya kula mmea huo, ima jambo ambalo huna imidi nalo, utafata taratibu za kimungu zimevyosema. Kwa sababu hawa viumbe hivi, vitu vingine walivileta kwa makusudio yao wao kama wao, na kuna manuizi yao waliweka ndani ya hivyo vitu.
kwa lengo watu wakiendelea kutumia hayo mambo wabadilike na kuathirika na mambo yao. Hicho tu ndo kitakachokufanya wewe uwe na mkakati wa kula mti wa kilimwengu, kwa sababu uliletwa kwa mission. Kwa hiyo hata ukikuta matunda yake hapo yanauzwa ama iko sehemu pale, mti labda wa mtende ima mzaituni umekaa pale unatoa matunda yale, fata kwanza maelekezo katika kula. Yote haya elewa. Kwa mcha Mungu mwanajadi, umeambiwa sema kwa jina la Mungu, sema kwa jina la Mungu mwenye vyote, kwa uwezo na nguvu. Sende esupri deo ochi agalia repti mioka. Ukisha maliza kutamka hilo neno, chukua hilo jambo kula. Kwa asiyekuwa mcha Mungu, kwa maana asiyekuwa mwanajadi anayeabudu kwenye misingi ya kimungu, labda ni jumuiya hizi ambazo wako mbio na kuabudu mambo mbalimbali, na kuwa sina maelekezo na watu hao, yote hayo ni ya kujua, kwa sababu uathirika wa itikadi uwaga mambo fulani ya kiitikadi huwa yanasimamiwa na roho fulani ya ile itikadi. Kuiondosha ile itikadi ya wale viumbe, inakubidi utaje na useme muhimili ulioko ndani ya kimungu kwenye hatua ya hapa duniani. Hapo mmea huo unakula na unakuwa ni kawaida kama chakula kingine. Nitazungumzia tu athari ya miti hii, na hususan mti mmoja huo, labda wa mtende. Athari yake unapokuwa uko mahala, mti huu husababisha ukame kuanza kutokea. Ukame wa vyakula zalishi vya aina mbalimbali huanza kutokea kwenye mazingira, kwa sababu mti huu unakaa kwenye mazingira kame, pamoja unaliwa, lakini ni mti ambao ukiwa uko mahala unaathiri baadhi ya miti mingine kutostawi kama inavyostahili. Yote haya ni ya kuendelea kujua. Kwa hiyo miti hiyo ikiwa mingi ndani ya mji mliomo, mtegemee kupata ukame wa vitu vingi, na baada ya muda kuja mrefu mtaona kunatokea miti kufubaa. Miti yenu ikifubaa, maana yake mnabakia na vile vigugu, tule tumiti tufupi tufupi. Kwa maana miti hiyo hiyo mikubwa mtaiona inakuwa haikui kama ilivyokuwaga zamani.
mtaona inakuwa, lakini hauwi mkubwa tena. Miti hiyo inakuja inafubaa, na hususan miti ya matunda utaiona mingi inafubaa. Kwa hiyo mitende ikipandwa mingi kwenye mji fulani, utaona inaathiri miti mingi kupitiliza, na ikishamirika ikawa mingi kupitiliza, mitende inaleta ukame, na mwisho wa siku kunatokea jangwa sehemu hiyo. Kwa maana hata kule ujinini, kwa maana kwenye sayari yao ni miti ambayo ilitengewa mahala pa kupandwa ima kulimiwa sehemu fulani. Ni mfano kama hapa Tanzania, mpige marufuku sehemu yoyote isiwepo, lakini mnateua kama wilaya fulani, hiyo miti ndio inapatikanaga sehemu hiyo tu. Lakini hiyo wilaya baadaye mtaona itaenda kuingia kwenye ukame, na itabaki imeshamiri miti hiyo, na mkiitoa huko kuileta sehemu nyingine, mtaona inaathiri na hizo sehemu zingine. Athari ya mtende ni hiyo tu. Athari ya mtende ni hiyo tu, kwa maana ni mti unaosababisha ukame wa mazingira makubwa. Yaani unaweza ukapandwa sehemu moja ya mji mmoja, lakini ukaona kidogo kidogo huwa auathiri kwa pamoja tu, kwamba ukiupanda leo kwamba kesho yameathirika. Sehemu tu umekoota unakuwa na visababishi hivyo vya kuanza kwenda unakamua, ima unaenda unafanya mji mzima huo matunda yake yanakuwa ni shida kupatikana. Kwa hiyo shida kubwa ni hiyo tu, kwa maana ni miti kitaalamu iliyopaswa kutengwa, kuwekewa sehemu na isikai kila mahala, kwa sababu ikikaa kila mahala mtajikuta imeleta desturi yake hiyo. Hata hizo sayari zingine ukisema uende huko, unakuta ni sehemu kubwa imejaa kama vumbi tu, unakuta miti fulani ina sura ya ukavu, na ndo utaikuta yenyewe mitende imeota kwa wingi kule. Sababu kubwa ni nini? Yenyewe inastahimiliana na ukame wa aina yoyote, na ukileta kwenye rutuba inakaa kwenye rutuba, baadaye ikishakuwa mingi ile rutuba inakwenda inageuka kuwa ukame. Kwa hiyo athari ya mti wa mtende ni hiyo, ni kuathiri miti mingine kwa sehemu ambako umepandwa ima umeota, na kisha mkauacha hapo. Athari zake zinakuwa ni hizo. Athari zake za pili ni viumbe hao majini huwa wanafanya kuweka maskani ya kiroho kukaa kwenye sehemu ya mti huo. Hiyo ndo athari ya pili hiyo. Sasa wakiwa majini wenye desturi ya uharibifu na mambo mengi mabaya, basi mwe mnajijua hiyo sehemu mtakumbanaga na mambo mengi mabaya msioyajua, kwa sababu huo mti wameufanya kama maskani, wanakuwa wanakaa hapo kwa kufanya mambo yao. Hiyo ni athari ya pili, huo mti ukiwa uko sehemu. Kwa hiyo sehemu mbalimbali miti hii
ilikwenda ikapandwa, na hata Kigoma hapo hata Kigoma hapo miti hiyo imepandwa. Zama za nyuma ilikuwa hakuna ekaeka sana hizo, lakini ukitazama zama za sasa, Kigoma ukame umeshamiri vya kutosha, hususan Kigoma hiyo ya Ujiji. Ukame huo ulioendelea kimya kimya ni kwa sababu baadhi ya miti ilikuwa iko ndani ya mji huo. Na hapa ndo unaambiwa miti hii ni miti ambayo inasababisha ukame sehemu. Kwa hiyo mkiendekeza kuwa nayo, mtegemee ndani ya miaka 30, miaka 40 huko mbele, mtaona vitu vingi vimefubaa, miti mingi imesinyaa, na inachoua hiyo miti nyie hamwezi kujua. Cha kwanza inakuwa ni material ya mti wenyewe, unaathiri miti mingine. Jambo la pili, majini wanapata maskani ya kuweka zile roho zao za kitumishi kwa ufasaha sehemu hiyo. Kwa hiyo kama kuna athari ya viumbe hao kuwaathiri watu, basi kwanza wanakuwa wamepata kituo. Unasikia athari zake hizo, wanakuwa wamepata kituo cha kufanya ya kwao kwenye sehemu mbalimbali. Kwa hiyo yote haya ni ya kukaa kujua. Ukisema athari za miti hiyo ni ipi, athari yake sio kula. Kula unaweza ukala tu, lakini athari yake unapokuwa kwenye mazingira mti huo, zama unaanza kuota na kuendelea na mambo yake, mtaona ni kawaida. Lakini ikishakaa miaka mingi, mti huo unakuwa na visababishi vya kuharibu mazingira kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo mkiona nchi zenye majangwa, ni mambo haya yalienda yanapelekwa huko. Hata bara la Arikas, nchi za Mali huko, jamii hii ambayo iliathirika na hivi viumbe walikwenda sehemu huko kwenda kutafuta dhahabu na mambo mengine, na haya mambo waliyapelekaga mpaka huko. Na kokote ambako walianza kwenda na maisha yao huko, kulianza kutokea mithili ya haya majangwa ninayowaambia, mambo ambayo haya majangwa hayakuwepo. Ila wakifika hawa waathiriwa na hivi viumbe, wakaenda na hii mimea yao wakaipanda sehemu fulani kwa maskani, ile maskani inaanza kuingiwa na ukame na baadhi ya vitu vinaanza kufa. Hii ndo athari ya kuishi na mti wa mtende kwenye mji. Lakini kula tende kama tende sio sumu, sio tatizo, isipokuwa ni mti ambao haupasi kukaa karibu na watu. Ni mti unapasa kukaa mbali sana na watu, ima mazingira ya mbali na sehemu mnakotaka kuimarisha mimea yenu. Mkiweka karibu tu kwamba ndo tumeipanda mingi iko pale, mtegemee ukame wa kupitiliza baadaye, na mtatafuta hata chakula itakuwa ngumu kujua mtakulaje. Yote haya ninakusimulia sasa ili uweze kujua athari zake. Kwa hiyo kwenye kula hauna matatizo.
unakula kama haujakudhuru kwa chochote, wewe kama wewe hauna shida. Lakini kwenye kuupanda uwe unakaa unajua kwamba unaathiri mazingira. Hicho tu ndo cha kujua, kwa sababu mtende unasababisha ukame, na mkiipanda mingi kunatokea kame zitakazoleta jangwa la baadaye. Miti itafubaa na mpaka mwisho itatokea vile vimiti vifupi, na ikitokea hapo hivi vimiti vinakuwa vinatoka ile rangi ya kijani, moja kwa moja inaingia kama zile rangi za kupauka. Zile rangi za pauko, maana yake sehemu hiyo tayari mimea imeshavamiwa vya kutosha. Kwa hiyo ndugu ambaye anataka kujua athari ya kula mti kama mtende, mzaituni, hii miti ilihusiana na vitu vya kilimwengu, lakini mwanolo ulikuwa uko hapa duniani, ambao tunda hilo lilifanana na tunda la mzaituni kutoka kwa majini, na hata ladha ukila vinakuwa vinapishana kidogo. Mmoja utauona kama una ukakasi kidogo mkali, mwingine unauona kawaida, una utamu fulani mzuri. Kwa yule ambaye unauona una ukakasi, moja kwa moja unakuwa unajua huu ndo mti ambao umetoka ulimwenguni. Ule ambao una utamu unajua wazi huu ni wa duniani, katika miti hii ya aina ya mizaituni. Nikushukuru ndugu mwana hoja, jibu la jambo hilo limekaa hivyo, na huo ndio ufasaha wake. Asante.